Kenya inashinikiza ubunifu zaidi katika sekta ya kilimo na utafutaji suluhu kwa athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa kilimo ili kuhakikisha wakulima wa mashamba madogo wanazalisha mazao mengi. Mwenyekiti wa shirika la utafiti wa kilimo na mifugo la Kenya KALRO, Daktari Thuo Mathenge, anasema utafiti wa kisayansi wa humu nchini unaweza kuhamasishwa moja kwa moja kutoka kwa maabara hadi kwenye mashamba ya wakulima wa mashamba madogo wa Kenya kwa utekelezaji. Kwa mujibu wa shirika la kilimo na utafiti wa mifugo nchini, takribani 98% ya mifumo ya kilimo nchini inategemea mvua. Hivyo basi kuifanya kukabiliwa na changamoto nyingi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi kinalenga ongezeko la mazao, ustahimilivu pamoja na upungufu wa uchafuzi wa mazingira. All the scientists in KALRO today, led by the Director General, have agreed to move from the laboratory, to move from the test tube and spatula, to go to the farmer on the farms. We must move and scale practical technologies that are able to change the landscape of the farming community. Mahatibu katika kongamano hilo la awamu ya pili la sayansi na uvumbuzi la mwaka 2026 walisema hatua ya kutokomeza kilimo cha zamani na kuthamini kilimo cha kisasa kinachohusu matumizi ya teknolojia ya hali ya juu kitaimarisha uzalishaji wa chakula. Our private sector and the manufacturers, we are asking them to take up the issue of innovations that we have in KALRO and do enough manufacturing so that we can take our products to Kenyans. Licha ya mabadiliko ya tabia nchi, wataalamu wa kilimo na viongozi wa biashara wamesema hatua ya dharura ili kuziba pengo baina ya utafiti na maabara pamoja na utekelezwaji wa biashara pia kunaweza kuhakikisha kuwepo kwa chakula cha kutosha.